100% ya kile unachokiita matatizo, vile unavyoviita matatizo, yale ambayo unaita matatizo yako, si matatizo, bali ni matokeo ya tatizo. Katika video hii tutakwenda kuangalia jinsi ya kudili na mzizi wa tatizo unalopitia katika mtazamo wa maandiko matakatifu. Tuombe. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu wewe peke yako ndio una tiba ya kila changamoto, tiba ya kila tatizo tunalopitia. Katika leo tunaomba utusaidie tuweze kutoka tukiwa na imani katika nguvu zako kwenye kila tunachopitia, katika jina la Yesu, amen. Ukiamini kwamba matatizo mengi ulionayo si matatizo bali ni matokeo ya tatizo, utakuwa si mtu wa kutatua hayo mambo, utakuwa ni mtu wa kutafakari na kuangalia mzizi wa hilo tatizo ni nini, ili utatue chanzo cha tatizo na sio tatizo lenyewe. Mungu anataka akutoe kuwa mtu wa neno ambalo silipendi kwa kweli tangu baada ya kuwa nimejifunza, linaitwa bahati mbaya. Ni bahati mbaya au sina bahati. Hakuna kitu kinachoitwa bahati mbaya duniani. Hakuna kitu kinachoitwa sina bahati duniani. Hiyo lugha tunaita ni disempowering language. Ni lugha ambayo inavunja morali na ile ari ya kutafuta mzizi wa tatizo. Kila kitu kina chanzo. Kila tatizo lina chanzo. Kila ugumu una chanzo. Na ili uweze kukitatua au kulitatua, lazima ujifunze kutafuta chanzo. Bwana asifiwe. Kwa maana katika masomo ya leo tutakwenda kuchimba katika chanzo cha kila ambacho Mungu anataka tujue ni chanzo cha tatizo letu, ili atusaidie. Kabla sijaenda kwa kina sana, kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo 6:10 anasema, kwa kuwa shina la kila aina ya ubaya ni kupenda fedha. Halijasema kwa kuwa mzizi wa kila ubaya ni kupenda fedha. Ni shina. Shina ni kitu ambacho kimeshikiliwa na mizizi. Sasa sisi leo watu wengi wanafikiri kwa sababu wana fedha ndio maana matatizo yamewajia, au kwa sababu hawana fedha ndio maana matatizo yamewajia. Fedha ni shina, sio mzizi. Sio mzizi. Katika somo la leo tunakwenda kudili na mzizi. Kitabu cha Yakobo 1:15 anasema hivi, kuanzia 14, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenye, huku akivutwa na kudanganywa. 15, halafu ile tamaa ikisha chukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi kisha komaa huzaa mauti. Mfano wa kitu kimoja ambacho tunasema ni mzizi ambao unaweza kwa kusababishia matatizo mengi, lazima uchimbe na kuung'oa, unaitwa tamaa. Unaitwa tamaa. Tamaa anasema ina tabia ya kuzaa dhambi. Kwa watu wengi wanadili na dhambi badala ya kudili na mzizi ambao ni tamaa. Alafu hii mimba ya dhambi ikizaliwa, hiyo dhambi ikikomaa na yenyewe inazaa mauti. Watu wengi tuna huzuni kwa sababu ya mauti zinazotupata katika mambo yetu na sisi wenyewe. Huzuni baada ya kuwa na huzuni na dhambi ambayo imeletwa na mzizi ambao ni tamaa. Mfano wa pili. Nikupe mfano wa pili. Wewe niangalie hapa kama nitakuwa nakumbuka mahali ambapo niliuona mfano wa pili wa mzizi. Leo tunadili na mizizi, msingi, chanzo, root cause cha tatizo au matatizo ambayo tunayapitia, na tutapata dawa kutoka kwa Mungu. Kitabu cha Waebrania 12. Waebrania 12:15 anasema hivi, mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Anasema shina la uchungu lisije likachipua na kuleta mambo ambayo hayafai kwenye maisha. Kumbe uchungu sio shina. Uchungu ni mzizi.
Asa mzizi ukileta shina unaleta majanga na matatizo ya kila aina. Kwa badala ya kudili na majanga na matatizo unayopitia, Mungu leo anataka udili na chungu mkubwa. Uchungu usipo ushughulikia utakuletea majanga makubwa. Utajikuta unahangaika na visukari, unahangaika na wivu, unahangaika na mavita, unahangaika na kushindana, unahangaika na kujionyesha ili kukava mzizi ambao ni uchungu. Labda nikupe mfano wa mtu aliyewahi kuwa na uchungu. Kabla tujaenda kwenye kile ambacho nataka tujifunze zaidi, ni kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 6 na wa 7. Mwanzo 4 mstari wa 6 na wa 7. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ungetenda vyema, hutapata kibali. Kaini alikuwa amejaa uchungu, ghadhabu. Matokeo alimuua ndugu yake. Mungu akamwambia, hakumwambia kwa nini wewe Kaini unataka kuua ndugu yako. Alimwambia kuongea in terms of mzizi. Kwa nini una ghadhabu, una hasira? Maana itapelekea uwe watu. Hasira yako chanzo chake ni wivu. Chanzo chake yawezekana wewe ukufanya ambavyo uliambiwa kufanya. Mwenzako amefanya, amepata matokeo, wewe hujapata matokeo. Uchungu, ghadhabu imekujaa. Kwa nini una ghadhabu? Kama ukifanya vyema utapata kibali. Kama ukifanya vyema utapata kibali. Sasa unafanyaje vyema? Tunao watu ambao walifanya vyema. Na ngoja nikwambie, hata wewe ukifanya vyema, jinsi ya kuchimbua mzizi wa tatizo lako, utapata kibali. Litaondoka kabisa. Na matoleo na matokeo na matawi ambayo ni matokeo ya mzizi wa hicho kinachokusumbua yatakatika na kuangukia mbali, na maisha yako yatakuwa bora sana. Wako watu ambao ni wanadamu kama wewe, waliwahi kujikuta wanahangaika na matokeo ya kutokujua mzizi wa tatizo lao, lakini waliamua kuyabeba matatizo yao kuyapeleka kwa Mungu ambaye anajua mzizi wa kila tatizo. Na alipoung'oa ule mzizi, maisha yao yarudi kuwa bora na safi kwa jina la Yesu. Ni kuombe mpendwa, tufungue kitabu cha Wafalme wa Pili. Tutasoma 2 mstari wa 21 mstari wa 19 mpaka 21. Hebu tuombe tena kidogo. Baba, tunakushukuru sana. Wewe unajua tumekuwa tukificha mizizi ya kila kinachotusumbua. Lakini leo Bwana utusaidie kung'oa kila mzizi wa changamoto, wa matatizo, wa magomvi, wa vita, wa shida, wa dhambi katika maisha yetu, na tukawe huru katika jina la Yesu. Amen. Wafalme wa Pili 2 mstari wa 19 anasema hivi: watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji. Pigia mstari hii. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji. Nini kilitokea? Akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Nimeyaponya maji haya. Alafu akasemaje? Hakutatoka tena kufa wala kuzaa mapooza. Wala kuzaa mapooza. Huyu ni nabii Elisha. Hapa ameshatoka kupokea a double portion of a spirit of Elijah. Yani kupokea sehemu mara 2 ya roho iliyokuwa ndani ya Elia. Ameshavuka kimuujiza mto Yordani ambao aliugawa kwa kupiga vazi la Elia, maji yakachia, akapita. Hapa amefika mahali panaitwa Yeriko.
Akiwa Yeriko, huyu mtu wa Mungu Elisha nabii akawa amepumzika na relax. Lakini hapa Yeriko kuna tabu, kuna shida. Ardhi haitoi matoleo, maji ni machungu, hayafai. Lakini shida iliendelea kuwepo mpaka watu walipogundua kuna mtu wa Mungu katika nchi ya Yeriko, katika eneo la Yeriko. Wakamfuata Elisha. Kimsingi hawakumfuata Elisha. Waliamua kwenda kutatua matatizo yao kwa kumfuata Mungu aliyekuwa ndani ya Elisha. Vyanzo vya matatizo, mwenye uwezo wa kuviondoa kwenye maisha yako ni Mungu wa mbinguni peke yake. Unaweza ukawa unadhani una solve problems, unahangaika na matatizo, lakini unayohangaika nayo si matatizo, ni matokeo ya tatizo. Yataendelea kutatuka kibinadamu, kuyasolve kibinadamu, lakini kadri linapoisha, mzizi wa tatizo utafanya ile shina lichipue tena na lizae mengine. Kwa kazi yako itakuwa ni a problem solver. Muda wote utakuwa unafanya defensive game, yani unajilinda na kutatua matatizo badala ya kutumia vipaji na vipawa Mungu alivyokupa kusonga mbele na kuwa baraka kwa watu. Unakuwa unatatua migogoro, matatizo, kesi maisha yako yote. Kwa sababu gani? Umekwepa kudili na chanzo cha tatizo unalokusibu. Nini kinatokea? Hapa Yeriko wanamwambia kuna shida hapa Yeriko. Mungu kuna shida. Bwana kuna shida. Maana wanapoongea na Elisha wanaongea na Mungu aliye ndani ya Elisha. Neno Jericho maana yake ni a place of fragrance. Sehemu yenye harufu nzuri. Kwa nini? Yeriko ilikuwa ni eneo lenye rutuba nzuri. Yeriko iliitwa Jericho kwa sababu kwa kuna palm trees, miti ya minazi mizuri na meremeta, majani, bustani zinang'aa. Mahali hapo ni pazuri sana. Kila mtu katika wakati ule walitamani kwenda kuishi Yeriko. Ilikuwa ni mahali bora. Na hao wakazi wa Yeriko wanapomfuata Elisha wanamwambia ukweli. Elisha, mahali hapa ni pazuri, a better place to live. Nyumba hii ni nzuri. Ngoja nikwambie, mradi huu ni mzuri. Ngoja nikwambie, vipaji hivi ambavyo Mungu amenipa ni vizuri, lakini panazaa mapooza. Sasa tuende kwenye kipengele cha pili. Tatizo lilikuwa ni nini? Tatizo wanasema ilikuwa ni maji ya mahali pale. Maji ya mahali pale yalikuwa yanatoka. Yakitoka yanazaa, yanaanguka kwenye yanapita kwenye ardhi. Ile ardhi ikisha mwagiliwa yale maji, ukipanda kitu, sio kwamba hakioti kinaota, sio kwamba hakikui kinakuwa, sio kwamba hakitoi maua kinatoa, sio kwamba hakitoi matunda kinatoa matunda, lakini matunda hayo hayaliki, lakini matunda hayo hayakomai yakafikia hatua ya kutumika. Sio kwamba hakuna matokeo kwenye maisha yako, una matokeo. Sio kwamba una ajira unayo, sio kwamba upate mshahara, unapata mshahara, lakini hakuna matokeo yoyote kwenye maisha yako. Hiki tunataka kudili. Chanzo ni nini? Sasa nasema ardhi ile ilikuwa inazaa mapooza. Neno lilotumika hapo kwa maana nyingine ni barren land, nchi tasa. Sasa utasa ulotumika hapa ni tofauti na utasa wa mtu ambaye hana uwezo wa kuzaa. Ni utasa ambao tunauita miscarrying land. Ni nchi ambayo ni kama inapitia hali inaitwa miscarriage. Miscarriage ni pale ambapo mwanamke anapata mimba inakuwa, mtoto anakuwa. Sio kwamba hawezi kuzaa, sio hawezi kupata mimba anapata kabisa, lakini afika hatua mtoto aendelee kukua, anakufa, mimba inachoropoka. Wengine wanasema mji wa mimba umeathirika, hauwezi kumbeba ile fetus, kale katoto kanachengenezwa kweli. Kile kifika kipindi kizazi kinalegea, mtoto anatoka. Hii ndio ilikuwa ardhi ya Yeriko. Jambo la kwanza, hawa watu walijua matatizo wanayopitia. Waliyajua kabisa, lakini hawakujua chanzo cha matatizo waliopitia. Hawa watu walijua suluhisho la chanzo cha tatizo ambacho hawakijui.
lakini hawakukijua hicho chanzo. Wakajua Mungu ndiye chanzo cha suluhisho la kila tatizo wanalopitia. Wakalibeba wakampelekea Mungu, wakalibeba wakampelekea Mungu kupitia Elisha. Sasa basi, tatizo lao lilikuwa ni nini? Tatizo la nchi ya Yeriko halikuwa maji, halikuwa ardhi, bali ilikuwa ni chanzo ambacho maji haya yanatokea. Kwenye chanzo cha yale maji ndipo ambapo kulipelekea ardhi isizae, madudu yakastawi yakanawili, lakini hayatoi chochote cha maana. Tunajifunza nini? Lazima na sisi tujue chanzo cha kila matatizo tunayopitia. A root cause, mzizi wa hilo tatizo ni nini? Mzizi wa ugomvi kwenye hiyo ndoa ni nini? Mzizi wa umaskini, mzizi wa kile unachokifanya kinakuwa afu kinakufa. Acha mambo ya kuwafurahia watu. Kuna watu wana magari mazuri, wana nyumba nzuri, wanasafiri wanavyotaka, wengine hadi wanamiliki private jet. Kuna mtu mmoja kwa ananiambia juzi, Tanzania hii dada tu wa kawaida amenunua ndege kwa mambo yake. Hatuangalii nje, tunaangalia je, mbona huyu mtu pamoja na kuwa well off, pamoja na kuwa na hali nzuri na kufahamika na watu, na connection nyingi, anaenda sehemu mbalimbali, lakini mbona kama na matatizo? Nini chanzo cha tatizo lake? Na habari njema kwako, unaweza usijue chanzo cha hicho unachopitia, lakini ukimpelekea Mungu anayejua chanzo cha tatizo unalopitia, yaweza kukusaidia na kukuokoa kabisa kwa jina la Yesu. Sasa nini kilikuwa chanzo? Ili ujue chanzo, lazima usome kitabu cha Vyanzo. Ni viwili. Chanzo cha kwanza kinachoonekana ambacho Yoshua anakikuta, ilikuwa ni chanzo cha maji ya Yeriko. Kilisababisha Yeriko izae mapoza, izae vitu vilivyokufa, isiwe na matokeo. Maji. Chanzo cha pili ni nini? Chanzo cha pili lazima usome wa Yoshua 6 mstari wa 26. Walipoteka mji wa Yeriko, wakati wanaenda kuingia kwenye nchi ya ahadi, wakabomoa kuta zake. Kuta zilipobomoka, Yoshua akatangaza asije akaujenga mtu yoyote mji wa Yeriko. Atakayejenga atalaaniwa. Lakini baada ya miaka mingi kupita, wana wa Israeli kuwa wameshamiri na wamekuwa wengi, wakati wa uasi wa mfalme Ahabu na mke wake Jezebel, kuna kajamaa kamoja kenyewe katika uasi wake, kama baada ya kuathiriwa na kutokumjua Mungu sana, akamwasi. Huyu bwana alienda akaujenga Yeriko, anaitwa Hieli. Huyu ni mtu ajabu sana. Hebu tusome kidogo Hieli. Wafalme wa kwanza 16:34. Wafalme wa kwanza 16:34. Anasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Mungu amesema usijenge, akajenga. Mungu amesema asikae mtu pale, akakaa. Sasa hawa watu wa kizazi hiki tayari wamejikuta wameshakaa, hawajui chanzo, wamesahau maandiko. Kuna mambo unaweza ukayafanya kwa kupuuza maandiko, lakini matokeo yake lazima uyapitie. Kwa mfano, kwenye ndoa, Mungu amesema usifungiwe nira na wasioamini. Lakini kutokana na kiwango cha juu cha wasi wa kanisa, kiwango cha juu cha wasi wa dunia, ukajikuta umefungamanisha katika vitu kama hivyo. Tena ukitiwa moyo na viongozi wa dini ambao wamepotoka kwenye fahamu zao. Sasa umejikuta umeshakwama ndani kabisa, umekwama, hakuna namna ukatoboa. Hujui kwamba chanzo cha tatizo lako ni kuvunja maagizo ya Mungu na unapitia kwenye matatizo. Nina habari njema kwako. Hata wewe Mungu ana uwezo wa kugeuza. Nini kilitokea? Yoshua hakuwabishia. Yoshua hakuwasimulia walichokosea. Yoshua alijua, Elisha alijua ya kwamba hawa watu hawajanifuata mimi, wamemfuata Mungu. Na Mungu ana suluhisho la kila tatizo. Mtu ambaye amelipata kwa kujitakia, mtu ambaye amelipata kwa kutokujua,
bado Mungu ana suluhisho, ana jibu la kila swali, la changamoto na matatizo unayopitia, tena hadi yale ambayo umejisababishia mwenyewe, tena mengine ambayo ni matokeo ya kumwasi Mungu. Akawaambiaje? Akawaambia, nileteni chombo kipya, alafu nileteni na chumvi. Elisha akaenda kwenye chanzo cha maji, akaimwaga ile chumvi, yale maji yote yakageuka. Yale maji yote yakageuka yakawa ni masafi. Ni yale ambayo alikuwa anayaona siku zote, lakini content yake ilikuwa haitoi mapoza. Hadi leo tunapoongea, ukienda eneo la Yeriko kule Israeli, utakuta the Elisha's well, kisima cha Elisha kinatoa maji mazuri sana. Ngoja nikwambie, Mungu pekee. Chumvi inamaanisha nguvu za Mungu, uwezo wa damu ya Yesu ya kugeuza vilivyoshindikana kuwa bora. Yesu na damu yake pekee ndiye anaweza kukuokoa kutoka kwenye chanzo cha hayo unayopitia. Chanzo chake kinaweza kuwa ni tamaa, chanzo chake kinaweza kikawa ni uchungu, chanzo chake kinaweza kikawa ni chochote kile. Umerogwa, umetegeshewa, generational curses, zile laana ambazo umerithishwa kwa muda mrefu, ukujua umeenda kuweka mazingira sema makofai. Inawezekana ulipojenga nyumba watu waleka matambiko, ndo chanzo chake, lakini wewe unasema mbona tunakooa vikozi haviishi, akiugua huyu akitoka napatia huyu, mambo hapa sielewi. Nataka nikwambie, wakati mwingine una haja ya kujua chanzo, una haja ya kumjua Mungu ambaye ni kiboko wa kila chanzo cha kila tatizo, ili umwalike kwenye maisha yako, umng'ang'anie Yesu akutendee. Ngoja nikwambie, inawezekana maisha yako unaishi kila unachokitaka kwenye maisha yako unacho, lakini hauna kitu kimoja kinaitwa amani. Kwa sababu ulifikiri umesolve matatizo, lakini ulisahau chanzo cha matatizo. Chanzo cha matatizo, dhambi inaondoa amani. Yesu ni mfalme wa amani. Akikaa mahali kwenye dhambi, amani iliyopotea inakuja. Na amani, anasema amani ni waachiayo, si amani hii ya kawaida. Una vitu vizuri, una maisha mazuri, watu wanakutamani, watu wanakuhusudu, lakini maisha yako hayazai chochote. Nataka nikutie moyo, ukimruhusu Yesu akaingia na kukaa kwenye chanzo cha tatizo lako, kule kwenye moyo wako, kwenye moyo wako, kwenye vilindi kule, ndiko ambako Mungu yuwaweza kupagusa na kupatibu, alafu maisha yako yakatoa matokeo, yakatoa matunda, yakatoa matokeo, na hakusiwe na mapoza yoyote kwenye kila eneo la maisha yako. Nikukumbushe Mithali 20 mstari wa 6, sehemu ya kwanza. Mithali 20 mstari wa 5 anasema hivi: mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Anasema kwa maana nyingine, anasema the purpose of man's heart is like deep water. Makusudi ya moyo wa mtu ni kama maji ya kina. Tutoke kwenye maji ya Yeriko, twende kwenye moyo wako. Vile vinavyotoka katika moyo wako ni kama kilindi cha maji. Sasa kama kile kilindi cha maji kinazaa mapooza, yani kule ndani kabisa ya moyo wako ukiangalia, tunakuta kuna mlolongo wa umaskini, mlolongo wa mnyororo wa maskini, to poverty cycle. Hata ufanyeje utoboi. Tukiangalia kabisa kwenye vilindi, hasa mashauri ya moyo wa mtu, the purpose of man's heart like deep water, ni kama maji ya kina. Kule ambako Elisha alienda kumwaga chumvi, kwako kumejaa uchungu. Ndani ya moyo wako kabisa kumejaa visasi. Ndani ya moyo wako kabisa kumejaa kuishiwa. Ndani ya moyo wako kabisa kumejaa kubaguliwa. Yani matatizo yako mengi yanayokuzunguka kwenye chanzo deep, kwenye chemchemi ya kina ya moyo wako kuna tabu,
kumevamiwa, kuna virusi, kuna kemikali zinazosababisha uchungu na usababisha matokeo butu. Vitu vinaanzishwa, vinakuwa, wateja wanakuja, fedha unapata kama ni biashara, lakini mwisho wa siku hazikusaidii kitu. Unashangaa zimeisha au jui zitakoishia. Ndani kabisa ya moyo wako unaamini katika kulogwa, unaamini katika kuishiwa, unaamini kuna watu wamekufunga. Ngoja nikwambie. Maandiko yanasema, as a man thinketh in his heart, so he is he. Kama mtu aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Sasa kule panatakiwa patibiwe. Chanzo cha tatizo la maisha yako ni moyo ambao haujakabidhiwa 100% kwa Yesu wako, Mungu wako. Katika maisha haya tunaishi katika kipindi ambapo tunapitia uzoefu wa mapooza. Unaishi katika kipindi ambapo unapitia uchungu wa maji yanayokuzunguka. Leo nataka nikutie moyo. Uruhusu nguvu ya Mungu kama chumvi iliyomwagwa na Elisha katika kina kabisa cha maji ya Yeriko. Uzuri uliokuwepo ambao ulikuwa huna matunda ukaanza kutoa matunda. Hata kama walimkoseaga Mungu, Mungu alirekebisha. Nataka nikutie moyo. Hata kama mali ulizipata kwa njia za kafara, za kishirikina, ikiwa utarudi kwa Mungu, Bwana yuwaweza kuondoa chanzo cha matatizo unayopitia na akafanya unavyomiliki vianze kukupa manufaa kwa jina la Yesu. Hata kama una sababu za kutosha za kufanya dhambi unazofanya, hata kama una sababu za kutosha za kumchukia huyo mtu, nataka nikutie moyo. Ikiwa utamrudia Mungu na kuruhusu nguvu za Mungu na damu yake iingie kwenye chanzo, kwenye vilindi vya moyo wako na kutakasa chanzo cha maisha yako, chanzo cha furaha yako, chanzo cha amani yako, Mungu anaweza kukufanyia. Ikiwa unasema, mtumishi wa Mungu, hata mimi nimekuwa nikihangaika na vitu vingi sana. Nimekuwa nikitafuta chanzo kwa muda mrefu, lakini nimegundua sioni. Hata nilivyodhani chanzo ni maji, nimesahau kwamba hata ardhi inayokaa imelaaniwa. Nimesahau kwamba kuna wakati nilipuuza maagizo ya Mungu. Hata anaposema mrudishieni Bwana zaka na sadaka, alafu asema naye atamzuia yeye alaye, muharibu, the devourer, mmezaji. Alafu nasema leteni nami nitawafungulia windows of heaven, nitakufungulia madirisha ya mbinguni upate kupokea baraka. Huzioni baraka, ulizonazo hazikupi furaha, hazikupi amani. Kuna chanzo umekivunja. Kitabu cha Malaki unasema, Mungu nisaidie, ninajisalimisha. Ingia ndani ya moyo wangu kabisa. Rekebisha kabisa chanzo cha kila uchungu wangu. Ondoa kabisa chanzo cha kila tabu yangu. Na unasema, nataji Bwana kuanza kuona vyote ninavyomiliki vinisaidie. Si tu hapa, hata nikifika vinisaidie kwenda mbinguni unapokuja mara ya pili. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa neno la leo. Na asante kwa mtoto wako ambaye amelipokea na kuliamini. Na kwa sababu ameliamini, ninamtangazia tu, tangu leo, chumvi ambayo ni nguvu ya damu yako iingie katika vilindi vya moyo wake sasa hivi kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kilikuwa kinamletea huzuni, Bwana, kipotee na kutawanyika tangu sasa kwa jina la Yesu. Hata kama amekuwa ametafuta mambo yake kidaktari, kumbe ni ya ulimwengu wa roho wa giza, ametegwa kwa namna yoyote, amefungwa kwa namna yoyote, kwa mamlaka ulionipa ndani ya Kristo, ninamtangazia hutotubude tangu sasa, tumetawanyika na kuyeyuka na kuteketea kwa jina la Yesu. Nguvu zako zikawe nguvu zake. Tangu sasa kusiwe na mapooza tena kwake. Tangu sasa kusiwe na mapooza tena katika watoto wake. Tangu sasa kusiwe na mapooza tena katika vipato vyake. Kusiwe na mapooza tena katika mishemishe zake. Kusiwe na mapooza tena katika akili yake. Kwa jina la Yesu, nguvu ya damu yako itiririke sasa kwenye kila eneo la maisha yake. Tiririka ofisini, tiririka darasani,
tiririka kanisani, tiririka kwenye ubongo wake, kwenye ufahamu wake. Anza kumpa ideas zile mpya za maji yasiyo na uchungu na maji yasiyo mabaya katika jina la Yesu. Asante, maana imekuwa. Asante, namuona sasa furaha yake ikiwa imerudi.